Kama unahitaji kupata pesa nyingi, aidha katika biashara yako au unataka kujiongezea bahati ya kupata pesa, basi fanya spell ya duara la maajabu au magic cycle. Nimeshafundisha spell nyingi sana za kupata pesa, lakini hii spell ya magic cycle ni moja kati ya spell ambayo inaleta majibu kwa haraka sana. Na ili spell hii iweze kukuletea matokeo mazuri zaidi, inatakiwa ifanyike siku ya Alhamis au Jumapili. Kwa hiyo hapo utachagua kati ya Alhamisi au Jumapili ni siku gani ambayo itakuwa ni bora zaidi kwako wewe. Na eneo la kufanyia spell hii inatakiwa liwe eneo la utulivu, lisiwe na usumbufu wa aina yoyote ile. Unaweza hata ukafanyia nje, lakini hakikisha ni mahali ambapo hapana usumbufu wa aina yoyote na ni mahali ambapo patakufanya wewe uwe comfortable. Na unapofanya spell hii inatakiwa uwe umekaa chini. Unaweza ukatandika shuka, ukatandika kanga au ukatandika kimkeka chako, kisha utakaa katika mkao kama huu hapa unaoona hapo. Hapo mimi unaniona nimesimama ni kwa sababu nawaelekeza nyinyi, lakini inatakiwa uwe umekaa chini. Sasa hili duara la maajabu tunalitengeneza kwa kutumia chumvi. Hapa namaanisha ni chumvi ya mawe. Lengo la kufanya hivi, tunataka mahali hapa tunapofanya spell pawe patakatifu, pasiwe na nguvu yoyote ile mbaya ambayo itaweza kusababisha kikwazo. Kwa hiyo maombi yoyote yale yatakayofanyika ndani ya duara hili yatakwenda moja kwa moja na kupokelewa na universe. Na hii ndio sababu inayofanya spell hii iwe ina majibu ya haraka sana. Kwa wale wote ambao watajaribu kufanya spell hii, watakuja na mirejesho yao hapa hapa. Unaweza kuona jinsi ambavyo ninatengeneza duara langu kwa kutumia chumvi ya mawe. Hakikisha duara lako unalitengeneza vizuri na unatumia chumvi ya kutosha. Unaweza kuona hilo ni duara langu tayari nimeshalitengeneza hapo. Sasa ndani ya hili duara ndipo ambapo tutafanyia spell yetu. Yaani vifaa vyote vya kufanyia spell yetu vitatakiwa kuingia ndani ya hili duara. Hapa nitakuonesha kila kitu. Na kila ninachokifanya hapa, hakikisha na wewe unafanya hivyo hivyo. Kama huu mshumaa hapa nilioweka, hakikisha unakaa katikati ya duara. Halafu naomba nikushauri kitu. Si lazima utengeneze duara lenye saizi kama hii hapa ya kwangu. Hapa mimi nimetengeneza duara dogo kwa sababu ni mezani. Lakini kwa wewe ambaye utakuwa umekaa chini, unaweza kutengeneza duara kubwa zaidi ya hapa ili vitu vyako viweze kukaa vizuri na kwa uhuru zaidi. Kwa hiyo ukishatengeneza duara lako kama hivi, vitu vyako vyote unavifanya spell utaviingiza humu ndani ya duara. Na hakikisha unakamilisha vitu vyote vinavyotakiwa. Ukianza spell umeanza. Mambo ya kustopisha utaharibu spell yako. Kwa hiyo hapa unaweza kuona tayari nimekamilisha vitu vyangu vinavyotakiwa katika spell. Na vitu vyote vipo ndani ya duara kama unavyoona. Hapa tuna chumvi. Hii ni chumvi ya mawe. Unatakiwa kutumia chumvi ya mawe kwa sababu ndiyo chumvi ambayo ina nguvu za universe full. Haijapitia kiwandani hii chumvi. Kwa hiyo nguvu zote za asili za ulimwengu zipo katika chumvi hii. Na jina jingine la chumvi hii ni sea salt. Na pia utatakiwa kuwa na punje 7 za karafuu. Karafuu kwa Kiingereza tunaiita cloves. Kwa hiyo utakuwa na karafuu punje 7 kama hizi hapa unavyoziona hapa. Hizi zinapatikana sana sokoni kwa wingi na kwa bei nafuu. Moja kati ya vitu ambavyo vinaleta ustawi ndani ya nyumba ni karafuu, na ustawi huo ni ustawi wa kipesa. Na kingine ambacho utatakiwa kuwa nacho ni karatasi pamoja na marker pen yenye rangi ya kijani. Rangi ya kijani ni rangi ambayo inavuta ustawi, ni rangi ambayo inavuta pesa. Kwa hiyo hakikisha utakuwa na karatasi pamoja na marker pen. Karatasi unaweza kuichana hata kwenye daftari. Na pia utatakiwa kuwa na mshumaa mmoja mweupe kama huu unavyouona. Mshumaa mweupe ni mshumaa universal, yani unatumika katika spell nyingi sana. Na haya ni maji. Unaweza kutumia maji ya aina yoyote ili. Unaweza kuchota bombani, kisimani, ukachota mtoni, baharini au ziwani, ili mradi tu yawe ni maji safi. So unaweza kuona haya maji nimeyaweka katika glasi yangu ambayo ni transparent. Na wewe utatakiwa kufanya vivyo hivyo. Ni lazima iwe glass transparent ambayo inaonyesha kitu kilichomo ndani. Hii ina maana kubwa sana katika ulimwengu. Pia utatakiwa kuwa na kikopo
au kibakuli ambacho ni transparent. Mimi hapa nimetumia hicho kikopo. Unaweza kuona ni transparent. Nikiweka kitu ndani unaweza kukiona ukiwa kwa nje. So kama ukikosa kikopo kama hiki, unaweza kutumia hata bakuli la kioo au la plastiki. Na kitu kingine ambacho utatakiwa kuwa nacho, ambacho ni very important, ni udi. Udi unatumika kuondoa negative energy au nguvu mbaya. Kwa hiyo ni muhimu sana uwe na udi. Na pia utatakiwa uwe na sarafu ya silver. Hii ni sarafu ya shilingi 500 za Kitanzania. Lakini kama utakuwa unatoka katika nchi nyingine, labda Kenya, Uganda au Kongo, utatumia sarafu ya hela zenu mnazozitumia, au unaweza kutumia sarafu ya nchi yoyote ile hapa duniani. Haina shida, ili mradi tu iwe ni pesa. Kwa hiyo ndugu zangu, hivi ndivyo vitu ambavyo unatakiwa kuandaa kabla ya kuanza speli yako, na vitu vinatakiwa vikae ndani ya duara kama hivi unavyoona hapa. Sasa tunakwenda kuanza speli yetu. Nizingatie sana katika mambo ninayoyafanya. Ikiwezekana, chukua kalamu na karatasi, andika pembeni. Hatua ya kwanza, utatakiwa kuwasha udi. Udi tunauwasha ili kuweza kuondoa nguvu mbaya au negative energy zozote ambazo zinazingia eneo hili. Kumbuka kwamba tunataka kufanya hili eneo liwe takatifu, yani nguvu yoyote ile mbaya isisogelee mahali hapa, ili maombi tutakayoyaomba hapa yaweze kupokelewa moja kwa moja na universe. Unaweza kuona nimetawanya moshi wa udi katika eneo langu hili ili kuhakikisha kwamba hakuna negative energy yoyote ile ambayo inazingia katika eneo hili. Na papo hapo tayari mshumaa unawaka. Hii ni ishara ya nuru na ni ishara ya utakaso katika eneo hili. Na ninaomba unapofanya spell hii, weka imani yako katika nguvu za ulimwengu. Hatua ya kwanza, utatakiwa kuchukua karatasi yako kama hivi. Kisha utachukua makapini yako ya kijani. Sasa hapa katika hii karatasi unayoiona hapa, usishangae hizi pesa ninazotumia hapa. Hizi pesa si lazima uwe nazo. Mimi ninazitumia kwa ajili ya kugandamizia, na zipo hapa kwa sababu hii ni spell ya pesa, ndio maana ninatumia hizi pesa. Kwa hiyo zipo hapa kama kielelezo cha kuwafundishia, lakini haimaanishi kwamba ni lazima na wewe uwe nazo. Kwa hiyo katika karatasi hii itatakiwa uandike jina lako, yani majina yako mawili. Kama unaitwa Hadija Kipapai, utaandika Hadija Kipapai. Sasa hapa mimi jina langu ni nguvu za universe. Kwa hiyo nitaandika nguvu za universe katika karatasi. Unaweza kuona jinsi ambavyo nimeandika nguvu za universe katika karatasi. Hakikisha jina lako unaliandika vizuri kwa herufi kubwa za kuonekana, na unaliandika juu ya karatasi kama hivi. Unaweza kuona hapa. Sasa chini ya hili jina, yani eneo hili hapa, utatakiwa kuandika kiasi cha pesa ambacho wewe unakihitaji. Yani andika hitaji lako la pesa. So nitaandika kama ifuatavyo. Hapa mimi nitaandika $50,000. Hicho ndicho kiasi cha pesa ambacho ni hitaji langu. Lakini si lazima uandike katika mfumo wa dola. Unaweza ukaandika milioni 10 TZS au milioni 10 K shillings. Yani unaweza ukaandika katika mfumo wowote ule. Usiniige mimi. Hilo ni chaguo langu mimi. So ninaandika hapa $50,000. Kwa hiyo tayari nimeshaandika. Unaweza kuona hili ni jina langu, na wewe utaandika jina lako hapa, na hapa chini utaandika kiasi cha pesa ambacho unakihitaji. Hiki kiasi nilichokiandika hapa ni sawa na kama milioni 125 za Kitanzania. Sasa chini ya hii hela uliyoandika kuna maneno utatakiwa kuandika. Haya ni maneno ya manifestation au tunasema affirmations. Sasa haya maneno ndio spell yenyewe. Ni maneno yenye nguvu. Ni maneno ambayo yanapewa nguvu na hivi vitu ambavyo tunavitumia hapa. Na maneno haya yanatumwa moja kwa moja kwenda kwa ulimwengu. Na haya maneno kiukweli ni maneno yenye nguvu. Hata ukiyatamka hivi hivi bila kufanya chochote, utajisikia wewe mwenyewe ndani mwako unapata motivation fulani. Kuna power fulani inaingia ndani mwako. Sasa utaweza kuona maneno ambayo nimeandika.
Haya maneno hata wewe mwenyewe ukiwa katika shughuli zako za kawaida, penda sana kuyatamka. Ni maneno ambayo yanaingiza nguvu fulani ndani mwako. Sasa hapa tunayapa nguvu zaidi kwa kutumia hivi vitu tunavyovitumia hapa. Unaweza kuona maneno ambayo nimeandika. Hapa juu nimeandika jina, pesa, kisha haya maneno. Ninastahili kuzalisha pesa nyingi zaidi. Haya ni maneno yenye nguvu sana. Penda kujitamkia mara kwa mara. Kadiri unavyojinenea maneno kama haya, ndivyo ambavyo yanakufuata katika maisha yako. Ndivyo ambavyo inakuja kuwa kweli katika maisha yako. Usipende kujitamkia maneno ya kufeli au maneno ya kujikatia tamaa. Sasa hii karatasi baada ya kuiandika, kama unavyoona hapa, utatakiwa kuikunja. Ikunja vizuri kabisa. Hakikisha unakunja maandishi yanakuwa juu. Usiyakunjie kwa ndani. Kisha utaiweka hapa chini ya mshumaa. Hapo tayari tumeshaweka connection kati ya ombi letu na nguvu za ulimwengu. Sasa basi kitu kinachofuata, utatakiwa kuchukua yale maji yaliyopo kwenye glass kama hivi, na wakati unamimina maji yako utatakiwa kutamka maneno haya hapa: ninayaweka wakfu na kuyasafisha maji haya ili yaweze kutakaswa na kufaa katika duara hili takatifu. Unaweza kuona maji ni haya hapa, tayari tumeshayamimina. Kisha baada ya hapo sasa utatakiwa kuchukua chumvi kiasi kidogo tu katika kiganja chako. Unaweza kuona jinsi ninavyochukua. Wakati umeshika chumvi utatakiwa kutamka maneno haya hapa: ninabariki chumvi hii ili iweze kufaa kukaa ndani ya duara hili takatifu. Kisha utaweka kwenye maji kama hivi. Hayo maji tayari ni maji matakatifu. Sasa inatakiwa tuyakoroge au tuyachanganye ili yaweze kuchanganyika pamoja na hii chumvi ambayo tumeiweka humu. So nitachukua hii marker pen ili niweze kuchanganyia. Baada ya hapo sasa utatakiwa kutamka maneno haya ili kuweza kuyaongezea nguvu maji haya. Utatakiwa kusema hivi: ninabariki maji haya ili yaweze kufaa kukaa ndani ya duara takatifu. Baada ya hapo kinachofuata utatakiwa kuchukua sarafu, nayo utaitumbukiza kwenye maji haya ili kuweza kuyaongezea nguvu zaidi. Naweza kuona tayari nimetumbukiza sarafu kwenye haya maji. Zoezi linalofuata sasa, utatakiwa kuchukua zile punje 7 za karafuu. Utazichukua, utaziweka kwenye kiganja kama hivi. Hakikisha unaziweka zote 7 kwenye kiganja. Hizi hapa unaweza kuziona karafuu zetu. Sasa wakati umeshikilia karafuu hizi, inatakiwa umanifest kwa kutamka maneno haya hapa: ninastahili kuzalisha pesa nyingi zaidi. Pesa zinanifuata. Mimi ni tajiri. Hakikisha unarudia hayo maneno mara nyingi kadiri uwezavyo. Ukiamua kuyarudia mara 3, mara 4, mara 5 au hata mara 10. Pale unapohisi kwamba nafsi yako imeridhika. Karafuu ni kitu ambacho kipo very powerful, kina uwezo wa kuvuta pesa. Nazo utazitumbukiza kwenye maji kama hivi. Yaani ukishamaliza kutamka hayo maneno, utatumbukiza karafuu kama hivi. Unaweza kuona tumeziweka kwenye maji yetu, maji ambayo tuliweka chumvi pamoja na sarafu. Sasa unaikumbuka ile karatasi ambayo uliandika jina lako, kiasi cha pesa pamoja na maneno ya kumanifesti. Hii karatasi tuliweka chini ya mshumaa. Sasa utaichukua kama hivi. Unaiona hii karatasi ni hii, tuliandika kama hivi. Sasa hii tutatakiwa kuikunja kwa kufunika yale maandishi. Kisha itatakiwa kuingia katika hiki kikopo chenye maji ya chumvi, sarafu pamoja na karafuu. Unaweza kuona jinsi ambavyo naiweka. Umeona? Hakikisha inanyonya maji yote. Yaani ina dissolve kabisa kwenye hayo maji. Unaweza kuona hapo. Yaani inatakiwa maji yote yafyonzwe na hiyo karatasi. Utaligandamiza kama hivi ili liweze kudissolve vizuri kwenye maji. Unaona? Hapo tayari limeshanyonya maji, kwa hiyo linakuwa linatulia
ndani ya maji, alielei tena. Unaweza kuona limezama kabisa chini. Hapo tayari limeshanyonya maji ya kutosha. Unaweza kuona muonekano wa hichi kikopo chetu. Sasa utaliacha kwa muda kidogo ili iweze kudissolve vizuri. Baada ya hapo utalitoa ile karatasi. Unaweza kuona limelowana lote. Yaani limelowana na maji karatasi letu lote. Sasa nikalikunjua ili nikuoneshe jinsi ambavyo limekuwa. Unaona limedissolve na maji lote kabisa. Na haya ni maandishi, unaweza kuyaona kwa ndani hapo hivyo. Sasa hii karatasi utaendelea kuikunja hivi hivi. Utaikunja vizuri kabisa. Utaikunja kama hivi. Sasa hii karatasi utatakiwa kwenda kuifukia. Utafukia pamoja na hii chumvi ambayo umezungushia duara. Utaenda kuifukia sehemu yoyote ile, inaweza kawa ni karibu na nyumba yako au hata mbali na nyumba yako, lakini hakikisha unaifukia pamoja na hii chumvi ambayo tumezungushia duara. Hapo universe itapokea maombi yako yote. Na haya maji unayoyaona katika glass, unaweza kuyamwaga kando kando ya nyumba yako, au unaweza kuyahifadhi ndani mwako sehemu yoyote ile yenye kona. Kumbuka kwamba hii ni spell ya pesa, na spell hii ukiifanya utaweza kupata pesa ndani ya muda mfupi sana. Na mtu yoyote yule anaruhusiwa kufanya spell hii. Jambo la msingi tu awe anaamini katika nguvu za ulimwengu. Na hili swala halijalishi dini ya mtu. Hili halihusiani kabisa na mambo ya dini. Na hii sarafu ambayo ipo ndani ya haya maji utaitoa, kisha utaifanyia matumizi mengine ya kawaida kabisa. Unaweza kununua chochote kile ambacho unakihitaji. So hii spell haijalishi uwe Mkristo au uwe Muislamu. As long as unaamini katika nguvu za universe, utapata mafanikio kama ambavyo wengine wameweza kupata mafanikio. Kama unaamini, andika maoni yako hapo katika sehemu ya comment. Ninastahili kuzalisha pesa nyingi zaidi. Haya ni maneno ambayo yako very powerful. Na kadiri ambavyo unajinenea maneno haya, ndivyo ambavyo baraka za maneno haya zitakavyokuwa zinakufuata. Na hizi spell za pesa hazihusiani kabisa na mambo mabaya. Kuna watu wananiuliza, je, kutakuwa na kafara au jambo lolote baya litatokea? Hii haihusiani kabisa na mambo ya kafara, na wala si uchawi wala ushirikina. Hizi ni nguvu za ulimwengu. Na yeyote yule ambaye anaamini katika utendaji kazi wa nguvu hizi, basi atanufaika nazo. So naomba nikuulize, je, unaamini katika nguvu za universe? Kama unaamini, basi karibu katika ulimwengu wa mafanikio. Ukishamaliza kufanya spell yako, mshumaa unaweza ukauzima au unaweza ukauacha uwake mpaka uzimike wenyewe. Yote ni sahihi. Naomba nikukumbushe kitu muhimu sana. Usifanye spell hii kwa kujaribu. Fanya ukiwa na imani thabiti na utapata mafanikio kama ambavyo wengine wameweza kufanikiwa. Kwa Waislamu huwa tunasema inshallah, na kwa Wakristo huwa tunasema katika jina la Yesu hakuna kitu kinachoshindikana. Mimi nakutakia mema na mafanikio katika maisha yako. Kama utakuwa na swali lolote au maoni, niandikie hapo kwenye comment nami nitakujibu. Na kama wewe ndio mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, hakikisha una subscribe ili usije kupitwa na video zetu nyingine zinazofuata. Asante.